comes title ipotee na aende nayo na aseme hana hiyo business. Zilikuwa pamoja. Hata nitajuaje nyumba hujakuwa ukileta wanawake wengine? Hapana, wewe umezoea kupata pesa na watu. I am beautiful. You dress like a hoe. Yes, and a hoe took your husband's money. You took take him too. Kila nataka tafadhali. Hello guys, welcome to JM Show. So guys, we are here na bado tunaendelea kufuatilia story ya Celestine na siku nzuri vile. So Ashley alikuwa amenitafuta. Akaniambia sijui alienda kwa mom, sijui akaelezea mom, so mom naye alikuwa anataka tu at least ajue aswa ni nini inaendelea. So Ashley, yes, uko aje? Niko aje sasa? Mimi niko confused, niko emotionally disturbed. I need help. I just need help. That's why I had to run to my mom because everyone out there, hata wewe ama nani, mtu akikuwa na any shida kwa life yake, you always have someone to run to. Yeah, me had to go and see my mom. Akuja nisaidie kusolve hii mambo because it was really getting worse. Kama kuna mahali inaweza fika mniitie daktari, hata nijikune. Mimi nikaona next time inaweza kuwa wazimu bana. You don't know what's coming. Okay. Yeah, so Mike. Yes. Ni aje? Poa sana bro. Uko sawa? Niko sawa. Ni aje Celestine? Mimi niko poa jo, uko jo? Niko poa pia. Yeah, ni aje Brian? Poa. Maadhe mambo. Safi. Unaitwa nani? Mama Ashley. Yeah, so Ashley alikuwa amesema wewe ndio unataka kujua ni nini haswa inaendelea. Yeah, but before we even continue, kuna mtu yeyote ambaye unajua hapa? Hapa namjua tu mtoto wangu Ashley na mume wake Brian. Yeah. So ni mume wake. Apart from you hakuna mtu mwenye unajua? Hakuna mwingine mimi najua. Hakuna. Mama, unataka kusema unijue? Mimi? Wewe? Nakujua mimi. Sikujui hata sijai kuona. Mara ngapi tumeongea nawe kwa simu? Mimi? Na namba yako? Una namba yangu? Ile pesa nilikuwa nakutumia. Nyamaza mwanangu. Kanitumia pesa. Ati wewe anasema Leta pesa. message. Wewe anasema nimekuwa nikimtumia pesa, unatumia mama Ashley. Are you in your senses? Wait. No, don't babe me. Mama, Mike nilikwambia mimi ni Celestine kwako. Na kuliaibisha. Kutumia pesa messages ukitumia wanawake. Ulikuwa unamtumia kama nani? Wewe wakati nilikuwa tunakaa na wewe ulikuwa nani kwangu? My friend, nataka ujue cheo chako kwa maisha ya mtu. Kwani wewe bado unataka? Kama umesema unijui ni sawa. Hapana, nakuuliza aje. Si mama na msichana wake walikuwa kitu kimoja. Wakati walikuwa nakula pesa yangu, wamesema unijui ni sawa. Nakuuliza Kwani ni pesa ngapi? Huyu wewe nikuulize, unataka kulazimishana kujulikana ama? Bado unataka? Hapana, unamlazimisha akujue. Nimeongea tu na mama. Nakuuliza unataka Ashley? Bado ananitaka. Siwaambie. Bado. Sawa, muendelee. Hapana, si tuendelee, unataka Ashley. Jumbona unasikia vibaya mama yake akisema akujui. Mimi nimekuwa nikitumia pesa na kama ni pesa ulituma, mimi bado ni mdogo, mimi bado ninakaa vizuri. Mamangu kama akitumwa pesa hata inawauma nyinyi, inawauma. Pesa ikiingia nitatumia. Mama kula. Wewe hata tunaishi na pesa. Wewe ulipata mwanaume mjinga na ukamwa ku dance naye. Lakini the fact that I'm still here and you still like Ashley's mom, you want her to know you, what do you mean? Acha kucheza na akili yangu Mike. Wakati alikuwa anakula pesa sasa ndio anijui. Sitaki kukusikia shash. Wewe funga hii mumba. Ulishakula. Pesa kama iliingia kwangu mimi nilitumia. Na wewe umezaa msichana mrembo. Pesa ikiingia kwani ni ngapi zinaingianga? Pesa lazima. Mama kula. Ai. Takula na wasichana Nairobi. So ni ukweli pesa ilikuwa inaruma mama? Pesa nilipata. Kwani ni ngapi zinaingianga kutoka kwa wanaume different? Na pia peke yako hata hizi pesa inaingia mimi nakula. Umesema kutoka kwa wanaume. Mimi ni mrembo, napatana na wanaume huku nje. Mwanaume ananiambia nataka kubaia mamangu chai kwa sababu ya kuzaa msichana mrembo. Mimi nikataa. Hii mambo tunataka kumaliza hapa. Kelele utaki. Na mbona anasema kutoka kwa wanaume different? Mama, kwa hivyo pia umekuwa ukipata kwa wanaume different. Utaki kusikia venye msichana wako ni malaya. Sitaki kujua pesa imetoka wapi. Unaniita malaya. Ndio unaendelea kupalilia utavu. Kila mtu ni malaya kivyake. Mama tu kuoa pesa 20, you want like 200. You are very beautiful girl. Jaribu kuwa a bit expensive. Usinipange. Lazima nikupange. I can't see a young girl like you waste your future. Tutulie basi. Akwe malaya wa beija. Celestine, naomba let us calm down. Unajua mama anataka kujua sio nini inaendelea. So unaona?
So mam, wewe ulikuwa unataka kujua haswa nini? Mimi kile kimenileta hapa leo. Mtoto wangu alikuja akiwa si hali yake ya kawaida. Huyu mtoto wangu nampenda sana. Sitaki kuona akiwa na taswishi. Nataka kujua kwa nini alikuwa anachapwa. Kwa nini? Alikwambia alichapwa. Vibaya sana. Wewe ulichapwa? Mlikuwa mnanichapa hapa. Hata nikasema naendea P3 kwa police station niende nikajaze. Mama mtu anakupiga kichwa unasikia unachanganyikiwa. Hata wakanitia daktari. Watu walinitia daktari. Hata juu ya title deed yao sijui nini nikakuja nikaanza kujikuna. Sasa mimi nikashangaa. Next time watanifanyia nini? Hapana, hiyo itafika hapo. Ni sawa basi. Nataka nijue. Na bado hujalia wewe na bado. Hebu sawa, tuende pole tu. Wewe kelea mzee wako kidogo. Sasa mam, unajua sasa sijui niko na mama yangu, usifikiri niko peke yangu. Nakupiga na mama yako. Tutakuroga wewe. Nitawapiga. Vita ya mkono. Hebu acha. Hapa sitaki vita. Sawa. Mam, unajua zingine unaweza kuwa unafuatilia na msichana wako atakwambia ni nini inaendelea. Brian, unaweza ambia mama ni nini inaendelea? Juu sasa wewe umesema yeye ndio bwana ya Sharon. Unajua Sharon but Jay Visa wewe sawa. Lakini mimi mali tumefika nazidi hata kuwa confused. Sababu nasikia pesa inatumwa kutoka kwa wanaume tofauti. Mali safi ende chenchen. Unanisikia Jay? Unanisikia? Sufagia yako tukanane. Mimi nilikuwa nimejua pesa labda inatoka kwa Mike peke yake. Saizi umesikia story venye iko? Pesa inatoka kwa wanaume? Na mwanaume akinipenda nitumie pesa, nataka kutumia mamangu hela. Shida iko wapi? Mimi si ni pesa. Mama, kwani nimekosa? Mimi nimekosa mama. Sina makosa mwanangu. Sikia, ni sawa Jay, mimi na regret niaje niliingia kwa hii family. Sawa? Na regret tunasikia hiyo story. Lakini mam, mimi kitu imenileta hapa, kitu nimefanya sasa nimekuja hapa. Kitu ya kwanza. Ashley mtoto wako aliniambia story ya shamba. Sawa? Mimi anataka kununua shamba. Sasa mimi sijui kama unajua ama ujui. Alitaka kutununue shamba. Nikatoa pesa zangu 500,000 nikampea anunue shamba. Sawa? Kukaa kidogo story ya Mike ikaingia. Wewe nilikwambia pesa yako nilitumia kama allowance. Nilikwambia nitumie pesa yako kama allowance. Na si unyamaze kwanza niongee. Unaenda kwambia mamako uongo, tulia bwana kwa mwambie ukweli. Unasikia hii kitu vinye iko? Mimi nikatoa 500,000. Kutoa 500,000 nikampea Ashila aenda kununua kukuja Ashila alikuja na title deed imeandikwa jina yake. Mimi nikaamini ni ukwe. I hope unajua story yote. Mike akakuja baadaye kuclaim shamba ni yake. Mam, sijui unanisikia? Nakusikia. Akakuja kuclaim akasema shamba ni yake. Ilibidi tukatoa title deed tukapeana. Umesikia? Mkapeana kwa Mike. Ikarudishwa kwa Mike. Kanirudishiwa mimi. Imerudishiwa Celestis yule alikuwa anasema yeye ndio alinunua shamba through Mike nini. Hiyo story ikakuwa hivyo, sawa? Mimi nadai pesa zangu 500,000. Kutoka kwa Ashley. Wewe umekuwa kinyo. Ndio kwa maana ukurudi home ama ulirudi home. Hakuna kupigana. Kwani 500k nilitumia kama allowance? Si unirudishie hiyo pesa yangu. Hakuna pesa narudishwa. Wewe nirudishie pesa yangu. Do you know how much is 500,000 for an allowance? For a person that is still driving. Msichana mrembo anahitaji pesa. Kwa hivyo kama ni mrembo atumie pesa zangu venye anataka. Ujaishika half a million in your hand. That's why you think it's like small money ya kukua allowance. Yes. Kuna mwanaume hata ananipea 5 kutafuta pesa wewe kama unapewa za wanaume. Ananipea a million. Hapana, wewe just because I'm cute. Umezoea kupatia pesa na I am beautiful. You're dressed like a hoe. Yes, and a hoe took your husband's money. You took take him too. Kila nataka tafadhali. Take him Kila nataka too. tafadhali. Hapa tu kuja mambo mingi. Hapa Mambo mingi ndio mimi nataka. I'm here for the drama. Mimi mwenyewe kila nataka ni kitu kimoja. Title deed tulipata. Nataka business permit. Business document. Hiyo peke yake tukipata ni hivyo. Mimi mambo mingi ambayo mnaleta juu hapa kile naona huyu na mama yake wako kitu kimoja. Hapa hatutasaidiana. Na hiyo business document sio unaitaka, ni mimi naitaka. Sasa niulize bro, unajua kuna kitu yenye sijajua swa. Business document ulipewa? Hakuna business document niko nayo. Tafuta vitu zako, umekuja kuniekelea. Na wewe kupeleka kwa police station saa hii. Mimi mnanizindua, mnanisumbua.
Okay. Naomba By then I'm tufikirie. trying to stress Jay. Tangu nitoke US, I've never even had time to like settle down. I've been up and down, sijui nani amefanya sijui. Me at this point nataka tu kila kitu. Mimi hii drama yote it's not. Hizi vitu zenye unasema nataka kila kitu. Utakufa na uziache hapa duniani. Nitaachia mtoto wangu lakini si malaka yake endelea kukula. Kwa hivyo Jay, kwani Siko wapi? Hakuna hii business document ni gani sababu? Ni gani? Nani ako nazo? Okay. Siko wapi? Acha ni. Chumi sijui. Okay. Sijaona. Sawa The last time we were with my mom, I think alisema amepatia Mike. Tukiwa na Mike alisema sijui nini Ash. Si ndio? Nakumbuka nani Mike alisema anaenda angalia documents mahali ziliwekwa. So like hata mimi saa hii nashuka venye Mike anasema kitu yenye anataka ni business document. So kwani Mike ni nini ili happen juu? Wale hizo documents zilikuwa pamoja hizo documents na title deed. Title deed ikaenda ya kwanza. Hiyo document hata si kujua jinsi ilitoka because ilikuwa mahali pamoja. Last time tukiachana nilisema naenda kuconfirm. Kufika huko nikazikosa mahali niliziweka. Ambia watu ukweli wewe. Sasa nashindwa mbona title ya how comes title ipotee naende nayo na aseme hana hiyo business. Zilikuwa pamoja. Hata nitajuaje hiyo nyumba hujakuwa ukileta wanawake wengine? Wewe mwanaume una nguvu za kiume, lakini wanawake unavuta. Wewe ni watu wangapi wamekuja kwa nyumba sio pekee tumekuwa na wewe? Nitajuaje? Tem nilikuwa nenenga kwa Brian, nitajuaje huko unaleta wanaume? Hata una adabu, you just admitting in front of the cameras that umekuwa tu uko hapa leo, kesho uko pale. Ai, tunauza lakini watu wanauza lakini uza pole. You don't do that. Actually, I'm not even interested if you sell it or not. Mimi sitaki kujua kawe ni malaya ama wewe si malaya. Mimi nataka document. Mama nikuulize, wewe unajua kuna shamba ilikuwa inanunuliwa mahali? Mimi sijui. Hujui hiyo maneno? Okay. Hujui kuna pesa yote yenye ilipeanwa kutoka kwa Brian? Pesa kutoka kwa Brian? Hiyo yenye anasema eti Ashley alichukua 500,000. Mimi sijui. Hujui? Okay. Saa hii hujui kama walikuwa wanakaa na Mike. Mimi najua walikuwa wanakaa na Brian. Okay. Ni ukweli. Nini maisha yangu mbona inasumbua? Maisha yangu mbona inasumbua sana? Why are you guys really focused with me? Kwani hamna kazi yenu ya kufanya? Mimi nilala na nani? Nilala na Brian, nilala na Mike, nilala na nani? Shida iko wapi? Si mimi, mwili ni yangu. Sasa ngoja, wewe ni mtu wangu, wewe unataka kulala na watu wangapi wewe? Achalala na mtu? Hapana, wewe mbona unamtetea? Achalala na mtu. Mbona unamtetea? Achalala na mtu. Nasikia mnasema venye pesa kitu inaniuma Jay. Venye pesa inatumwa kutoka kwa wanaume tofauti. Wewe unajua wanaume wangapi sasa wanalala naye? Oh shit. Wewe unajua. Mimi hata nilala na nani? Kulala, alale na nani? Haijalishi. Mama sinakupanga pesa. Pesa ndio sinapokea. Na si niko poa. Siko mgonjwa, si ndio mama? So shida iko wapi? Nyinyi watu mnanizindua sana. SPS iko na inakuwa na matibabu. Nimekuja kupata. Nakumbuka vizuri kuna wakati daktari aliniambia ya kwamba huyo msichana umekorogewa na mama yake. Na yenyewe jinsi mama anaongea na msichana wake nakuja kupata ni ukweli. Daktari aliniambia kitu ya kwamba umekorogewa, umepewa dawa na yenyewe ni ukweli tu. That's why mambo yote mimi kulingana na mimi, hii mambo yote imefanyika juu ya huyu mama juu ya dawa. Na sasa hata unajua Jay, unajua wewe Mike, acha nikwambie Jay, unaona huyo angeenda kukaa tulie venye nilimwacha nimempanga nikienda US. Had he has settled down and do as I had instructed, haungekorogewa. Ni madawa zake lakini juu ulishinda kuweka hizi vitu inside your pants. Ni dawa ya huyu mama. Juu ulishinda inside your pants. Sasa mpashe. Na unaona wache mambo na tunakukorogea, tutakuweka kwa chupa. Na utafunikwa na bado wewe. Kwa hivyo Jay hao tu ni wachawi. Unaona vile watu wanaongea? Wewe kijana wangu usiniite mchawi. Umenikuta nikiroga wapi? Msichana wako kuna wakati alisema hapa nyanya yake ni mganga sijui ni nani. It's the same thing. Nasikia pia wewe saizi mnasema mnaweka watu kwa chupa. Aishi na shosho. Anaishi na mimi. Lakini shosho yake inamaanisha mama yako ndiye anawafanyaga hizi vitu. Na kwani mamangu akifanya, si nyinyi mtoto wa mama zenu, si waende wafanye hizo pia.
Kwa ikikuuma unafanya. Ikikuuma unaenda yako. Mwanangu. Okay, so Wananizindua mimi. hatuna shida na hiyo, sawa sawa. Hatuna shida na hiyo. Unajua sasa juu mam unajua umekuja kujua ni nini haswa inaendelea. Umesema documents huzikuzipata mahali ziko. Sikuzipata. Hiyo nyumba mlikuwa mnakaa naye? Mimi naye watu wawili. Yes. Nitajua aje? Wewe hata unaweza kula mwanaume wewe. Inaweza kuwa ulikuwa unaleta wanaume wenzako hapo. Unakaa kukula mkundu. Ndio kwa hiyo nyumba. Wewe mimi sikuoni poa. Wenye umeenda ukaribu wasichana ukawapiga ukawafanyisha mambo. Nitajua aje pia wanaume. Hiki tu venye ni ndogo inaweza ingia kwa shimo ya nyuma. Ndio nashindwa unaongea nini na wewe? Kumbe hata umekubali hiyo kitu yako ni ndogo yenyewe na nguvu za kiume. Alafu unasema Hata yeye anajua kwani unataka kuniambia jamuingia. Wakati kidogo. Sasa yale tumekuja hapa tusikize ni haya. Wewe kama inakuuma funga masikio. Mwanaume nilikuwa namkula na sifichi. Nataka dunia ijue ukilalia masikio tunazila. Wewe ukiona chakula pale mezani utakata kukula kuku. Utakata kula samaki. Your favorite meal. My favorite thing is money and I saw money and I took it. I gave my mom. Na pia yako 500,000 nikachukua. Na usiniongeleshe vibaya, umesikia? Usimpiga apigwe. Unataka kunipiga mama. Ni sawa. Mbona wewe? Huyo mwanangu akawa ameitwa hapa. Mimi nilikula. Hiyo pesa yako nilikula na nitakula Ni ingine. sawa, nimekuheshimu na mbona niongeleshe vibaya? Tumekuja kuongea hii mambo ishe. Wewe na usiniambie tumekula pesa zangu wewe. 500k ni pesa, mwanaume ananitumia milioni 2. Ushaisweta hata siku moja kwa siku yako ukatafuta pesa wewe. Unajua kutafuta pesa. Unataka kuniulia? Nyama sama. Ebo. Stop. Tulie. Nyama. Sawa. Anasemaje 500? Sawa. Anajua kutafuta pesa huyu. 500k ni pesa, mimi mwanaume ananitumia milioni 2. Mwanaume, you've never told in your life for money. You've never told for money. Sema ni jasho yako umefanyia kazi iko kwa account zako, si ya mwanaume. Naomba tutulie sasa. Acha tutulie. So Mike, yes. Unajua sasa juu mama anataka kujua ni nini inaendelea, juu ashaambiwa maneno ya title deed irudishwa nini, so unaona? Yeah, sasa turudi hapo kwa business document bado. Yes. Unajua hapo ndio tuko na shida. Hatujamalizana na wewe nitaka. So umesema mlikuwa mnakaa na Ashley kwa nyumba, si ndio? Watu wawili. Sasa hiyo ilienda wapi basi? Kama title deed yenyewe yeye mwenyewe alichukua. Hata nashuku hiyo business card. Unaniekelea. Unamshuku lakini huko. Mimi sina business card yoyote. Unajua hata mimi nataka hiyo document. Sina business document yoyote. Kama title deed ndio ulikuwa na hiyo nyingine ilienda wapi? Nitajua aje utakuwa ukileta watu kwa hiyo nyumba. Usinikasirishe pia. Wewe mwenyewe ndio umechukua kila kitu kwa hiyo nyumba. Uko sure mwanangu ako na hiyo business document? Si wewe pia. Evidence, uko na evidence. Sasa unauliza na hiyo wakati wewe ndio ulimkorogea. Si wewe ndio ulimpatia dawa kuja niekelee. Proof me guilty. Dawa ulikula? Dawa gani? Panado ama? Wewe Panado inafanyanga kazi kai. Sasa yeye anasema dawa. Specify which medicine. Usiambie mamangu atumie akili. Usiambie mamangu atumie akili kutumia. Akili natumia. Mama huko. Hebu tulia. Haya basi wewe hataki kuitumia. Peana proof ya document. Tulia. Unajua sasa kama hapa, unajua kama document ilienda na wewe mwenyewe ulitumwa. Unajua daktari akikuja hapa maneno tena inaweza haribika. Na pale tunaelekea jeni kama daktari atakama. Daktari aitwe tu. Kama hatuelewani, natakiwa daktari akama. So, ma'am, unajua juu umeamua tu sasa kukuja na maneno hapa ni mingi. Brian unahitaji 500,000. Hakuna 500k nampea mimi, nilikuwa bibi yake, nilichukua pesa kama allowance. So, saa hii wewe si bibi yake. Na system nilikuwa bibi yake, you paid the price bro. You paid the price. Swali ni wewe sasa. Na hata una evidence, hata sasa ukienda police station utaonyesha polisi nini? Ati nilimtumia, sio ulinipea cash. Do you have evidence that money you gave me niligawia mama? Usiniongeleshe vibaya wewe, umesikia? Huyu anaweza kusaidia kumchapa Usiniongeleshe vibaya. Kuita msiniulie mtoto. Kwani tumekuja kusolve mbaya bwana, mmekuja. Wewe mwenyewe unafaa kupigwa. Nipige kwa nini? Pole mama, pole baby. Unanipiga hadi matiti. Hizi matiti zangu zinawauma, si ndio? Tutatoa. Mbona msichana na hizi matiti zako zinakaa mitungi? Hebu tulia. At this point Jay, hebu tuite daktari kwa sababu huyu msichana na mamake it's like wameamua sasa sisi we are going to work under them. Hatufanyi kazi under wao. Wamesema hawana, huyu amesema haiko kwa nyumba, si ndio? Na mimi ninaitaka. I want that business document because I'm running out of time. Jay tulia, hata watoto wangu wanashanga kwani mama alikuja kufanya. Sipati time ya kukaa na watoto wangu, nimeshinda tu nikikimbizana na wanawake wenyewe wamekuwa kilala nao right left and center. Unatulia my friend, juizi vitu zote unatafuta ni vitu za dunia. Ukikufa utaziacha hapa. Na zikufanyi ziachie mtoto wangu. Mimi sikuachii mali yangu. Daktari akuje. Naomba tu daktari aitwe
Ndio daktari pekee ndio solution hapa. Unaona Jay, mimi kitu ningesema ni Ashley kama anajua kuna document ya hawa awapatie. Hata siku anaona kama kuna need. Unataka kusema Ashley ako na document? Sisemi, nimesema kama anajua madhe, nataka unielewe vizuri. Sina. Nimesema kama anajua ako nayo awapatie. Mimi sikuwa naona need ya hawa watu kuita daktari hapa. Umesikia? Sababu Ashley wewe unajua, si ati ni kitu hujui. Sawa? Unajua ni nini inaendelea hapa vizuri. Huyu mwanaume ananiekelea. Umesikia? Sasa wakati wataita daktari na kukue kubaya hapa, mimi tafadhali hata sijui msini involve kwa hiyo issue ya daktari na nani. Chukua document ya huyu ya hawa ya kazi uwarudishie. Anatoa wapi? Pesa zangu unirudishie. Hiyo story. Hakuna pesa yako ako nayo. Jay kama wamekataa, Jay ni sawa. Kama wamekataa, wacha hawa wafanye wili yao tuone venye itakuwa. Lakini mimi pesa zangu nirudishie. Acha kunipoint. Sawa basi. Sawa, acha tumalize. Acha tumalize hivi So, acha tuite daktari. Yes. Exactly. Sasa kama wamekataa na uone business permit, si ndio? Sawa.